asili na ni maskini. Of course, zipo nchi ambazo zina mali asili pia ni tajiri. Sababu ni nini? Ukifanya hiyo mapping, unaona kwamba factor kubwa ni human capital. Kwamba kukiwa na human capital, kama kuna natural resources zitasaidia kuleta maendeleo, kwa sababu human capital ita convert natural resources into wealth. Itabadilisha mali asili kuwa mali. Lakini kama hakuna, bado umaskini unaweza kubaki, kwa sababu mali asili haiwezi kuwa mali mpaka ibadilishwe. Lakini pia upo uzoefu huo nimesema wa kwamba kuna nchi haina chochote cha maana kwa maana ya mali asili, lakini ni nchi tajiri kwa sababu ina ubora wa nguvu kazi. Sasa ubora wa nguvu kazi ndio sarafu ya dunia. Tunasema, nikisema ubora wa nguvu kazi maana yake ni binadamu wenye afya na maarifa. Maarifa ndio sarafu ya dunia. Ndio yanaamua nchi ya ngapi hiyo ya kwanza, nchi ya ngapi hiyo ya katikati, nchi gani hiyo ya mwisho. Kwa sababu maarifa ni ghali kuliko mali asili. Kwa lazima uwekezaji kwenye maarifa uwepo. Na tukitazama kwenye awamu hii ya 6, hata kama bado hatujafika kwenye safari yetu ya kufika nchi hiyo ya ahadi, lakini intervention ya miaka 4 inaonyesha mapinduzi na tofauti kubwa sana. Kwa mfano, wengi hapa mpo ni vyuo vikuu. Mwaka 2021 idadi ya watu walikuwa wakipata mikopo vyuo vikuu Tanzania walikuwa 142,000. Kufika mwaka 2024 wamefika 248,000, close to double, karibu mara mbili. Hii ni kwa sababu tunahitaji wasomi, tunahitaji kupeleka maarifa, kujenga maarifa, na kwa sababu sehemu kubwa ya jamii yetu bado ina umaskini, mikopo ndio solution, ndio njia ya kuwafanya wapate hiyo elimu. Lakini sio tu kwamba idadi imeongezeka, lakini hata posho yao imeongezeka. Kabla ya 600 posho chuo kikuu ile imeita boom, vijana wa chuo, ilikuwa 8,500. Ndani ya 600 imefika 10,000. Inawezekana haijatosha, lakini tofauti kubwa ambayo kwa muda mrefu ilikuwa haijapatikana. Sasa hii inakuonyesha ni kwa namna gani ambavyo tunataka mtoto huyu anatoka familia ya kimaskini aweze kuishi japo kumudu mahitaji yake anapokuwa chuoni. Hiyo ni sehemu ya kujenga huo uchumi jumuifu, kuongeza hiyo idadi. Leo mikopo inatolewa mpaka vyuo vya kati vya diploma. Haikupata kutokea kabla ya hapo. Kwa ukisema intervention za kujenga uchumi jumuifu, sekta ya elimu, unaona kuna maeneo hayo. Vyuo vya kati ambavyo ndio vyuo vinavyobeba watu wengi, hususan watoto wa kimaskini. Mwaka 21 vilikuwa 640. Mwaka 2025 vikafika 860. Zaidi ya vyuo 200 vimeongezeka, vimejengwa ndani ya kipindi cha miaka 4. Vyuo vya kati. Hii tafsiri yake ni kwamba zaidi ya 30% ya vyuo vya kati vilivyopo nchini leo, nchi yenye miaka 64, 30% ya vyuo vyake vimejengwa, 33% ya vyuo vyake vimejengwa ndani ya miaka 4. Hii ni transformation kubwa, kufanya access to education, hususan kwenye haya maeneo ya kimkakati ya elimu ya kati, ipatikane kwa walio wengi. Kwanza kwa kuongeza vyuo, lakini pili kwa kutoa mikopo. Hii na hapa nazungumza concept ya human capital, na wakati huo tukitazama inclusive economy, ule uchumi jumuifu. Kadiri tunavyojenga maeneo hayo, ndivyo tunavyojenga huo uchumi tunaofikiria. Ndugu zangu, najua yako mengi ya kuzungumzwa,
kuhusiana na kazi ambazo zinapaswa kufanyika kutoka sasa kwenda huko mwaka 2050. Tunasema tujenge uchumi jumuifu, tutoe hiyo elimu ambayo itahitajika kuwa elimu bora zaidi. Ubora sasa ni gradual process, ni hatua kwa hatua. Kadiri unavyoongeza msuli wa uchumi ndivyo unavyoongeza uwezo wa kumudu ubora zaidi. Ubora unaongezeka kadiri unavyoongeza ukubwa wa uchumi. Hawa watu wanapoajiriwa wanapata mshahara wa kiasi gani ili waweze kuwa na tija? Ni equation kwenye kuongeza productivity ya manpower unayotengeneza. Tunasema tunawekeza kwenye elimu yao, lakini wakiajiriwa kuna element sasa ya kufanya waweze kumudu hizo gharama za maisha. Kwenye nchi maskini nyingi duniani ni moja ya changamoto kwenye hiyo equation. Kwa muda mrefu kulikuwa kujatokea nyongeza ya mshahara. Nafikiri inafahamika kwenye record. Kwa mara ya kwanza iliongezwa nyongeza ya mshahara chini ya 600 baada ya kipindi kirefu hapo katikati. Kutoka 370,000 mpaka 500,000. Inawezekana haitoshi, lakini ni nyongeza ambayo haikuwepo hapo kabla. Na kutosha ni mjadala na ni mchakato. Lakini kwa ukubwa wa uchumi wetu, hatua hiyo inakwenda kuhesabika kama ni hatua ya kupunguza makali, hususan kwa wale wa kipato cha chini. Wafanyakazi wa staff walikuwa wakipewa pension ile pension ya wanayopewa wakati wana staff, ilikuwa ni 33% ya pension yao ndio wanapewa kwa mkupuo. Baada ya 600 pesa ya mkupuo ya pension imeongezeka kutoka 33% mpaka 40%. Na zaidi kile kima cha chini cha pension kimeongezeka kutoka 100,000 mpaka 150,000. Lakini zaidi na mifuko yao hao wafanyakazi wa staff ambayo baada ya mabadiliko ya mwaka 99 kwenye awamu ya 3 ilipelekea changamoto iliyotengeneza deni la zaidi ya trilioni 2. Haikulipwa awamu ya 3, awamu ya 4, awamu ya 5, limekuja kulipwa awamu ya 6. Hizi ni pesa za wafanyakazi zaidi ya trilioni 2. Kwa kuna interventions nyingi ambazo zimefanyika kuhakikisha kwamba makundi haya ambayo bado hayajawa bado yana changamoto ya kubebwa kwenye uchumi, yanabebwa kikamilifu kadiri ya hali ya uchumi inavyoendelea kuboreka. Kwa tunajenga uchumi na tunataka tujenge uchumi mkubwa zaidi ya hapa tulipofika. Tunataka tuingie kwenye klabu ya $1 trillion economies. Duniani ziko 19 tu mpaka sasa nchi ambazo uchumi wake uko takribani $1 trillion kwenda mbele. Yako mataifa 19 tu. Kwa Afrika nchi zenye uchumi huo hakuna hata moja kwa sasa. Afrika ya Kusini uchumi wake uko takriban $400 billion, close to $400 billion. Lakini tunafikiria kwenye miaka 25 tuweze kufika kwenye ukubwa huo wa uchumi. Tunafikaje huko? Ukiangalia kwenye upande mmoja wa equation unaona kwamba ni lengo kubwa kufika uchumi wa $1 trillion. Lakini ukiangalia upande wa pili wa equation, upande mmoja wa equation kwamba $1 trillion ni kubwa, ni kwa sababu katika Afrika hakuna nchi imefika hata nusu ya hiyo mpaka sasa. Na kwa hiyo unaweza kuona lengo ni kubwa. Lakini ukiangalia upande wa pili wa equation ni kwamba uchumi huo utakuwa na maana ya watu, pato la mtu la $7,000 kwa mwaka. Per capita ya $7,000 kwa mwaka ni figa ya kawaida, ni namba ya kawaida. Uchumi kama Botswana uko close to that per capita. Kwa hiyo sio jambo la kawaida, sio jambo la kutisha sana. Kwa mantiki yangu ni kwamba
kuna changamoto hapo kwenye hiyo equation ya kwamba tunataka tujenge uchumi unaoendana na idadi yetu ili kusudi sehemu kubwa tufaidike. Sasa tukiendana na idadi yetu ili kusudi sehemu kubwa ibebwe na huo uchumi, inatuassign kwenye ukubwa huo wa uchumi wa kiasi hicho. Sasa moja ya intervention ni nini? Sasa nadhani najua hapa kuna viongozi wengi wa dini, wakati mwingine unaweza uka propose kwamba jamani, idadi yetu ya watu ni kubwa, ukapigwa mawe. Lakini mantiki yake ni kwamba tuna idadi kubwa ya watu ambao sio productive, kwa hiyo ukubwa wa uchumi, reflection yake kwenye uchumi haiongezeki. Lakini upande wa pili ina maana kwamba ni lazima tuwe na idadi ambayo inaendana na uwezo wetu wa kumudu. Tuwe na idadi ya watu ambao inaendana na uwezo wetu wa kumudu. Of course ni mjadala duniani kwamba idadi ya watu inaweza kukuza uchumi, lakini wengine wanasema idadi ya watu inaweza ikazorotesha uchumi. Ni mjadala. Wengine wanasema mbona China ina watu wengi, lakini China ilianza kupunguza idadi ya watu kama njia ya kukabiliana na changamoto za uchumi. Na sasa hivi population growth ya China ni negative. Ni negative, inakuwa at a negative growth. India leo ndio na watu wengi duniani, lakini ukuaji wake wa uchumi uko chini ya 1%. Dunia nzima wastani wa ukuaji wa uchumi ni 1% kwa mwaka. Bara Afrika ni 2%. Tanzania ni zaidi ya 3%. Kwa tunakuza idadi ya watu zaidi ya wastani wa Afrika inayokuza, zaidi ya wastani wa dunia inayokuza. Kwa hiyo kuna challenge, kuna faida na hasara zake. Changamoto yake ni namna gani ya kutoa elimu bora na afya bora kwa idadi kubwa ya watu kwa upande mmoja. Lakini faida yake, watu hawa wakiwa bora, kwa maana tukiwa na kitu kinaitwa population dividend, tutapata faida kubwa zaidi ya kiuchumi. Lakini kipi kianze ni mjadala. Naomba baada ya kusema haya nimwachie Profesa Asadi aendelee na mjadala huu. Asante sana.